Mheshimiwa Tambwe. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa hii na mimi niweze kuchangia hotuba iliyopo mbele yetu. Awali ya yote nipende kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuweza leo kuniwezesha kusimama mbele ya bunge lake tukufu na mimi niweze kuchangia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze na kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kusimamia na kulinda desturi za nchi yetu pamoja na utamaduni wetu. Siku zote amekuwa akikemea na kuonya na kuwasihi wa Tanzania tuendelee kubaki kwenye maadili na kuyasimamia, na tumeona hotuba aliyoitoa juzi. Ametoa hotuba nzuri kabisa, ametoa statement nzuri ambayo sisi kama wabunge wake tuko nyuma yake tunaifuata. Tunajua kabisa tuna rais mwanamke hodari, mkakamavu, shupavu na ni amiri jeshi mkuu wa nchi yetu. Tutaendelea kusimama na rais wetu, tutaendelea kuungana mkono na rais wetu. Na niwaambie tu, Rais Samia tunaye na tunatamba naye. 2030 ndipo tutakuja kuachana na Samia. Kwa hiyo niwaambie tu, wale ambao wanajaribu kufanya majaribu tofauti ni kama wanapoteza muda wao. Rais wetu yuko vizuri, amefanya kazi kubwa sana kwenye nchi hii. Ndani ya miaka 4 hakuna kijiji, kata, wilaya, mkoa ambao hauna alama ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndani ya miaka 4 amefanya mambo makubwa sana. Sisi wa Tanzania, hasa wabunge wake wa CCM, tunaona fahari na tunayo mengi ya kwenda kuwaeleza Watanzania wengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kuchangia kwa kumpongeza waziri pamoja na naibu waziri kwa kazi kubwa wanayoifanya ya kusimamia maadili kwenye nchi yetu. Lakini nipende kuongea kuhusu asasi za kiraia. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunazo asasi nyingi za kiraia kwenye nchi yetu. Tunazo asasi zinazokuja kificho kuleta fedha kwa ajili ya kuchafua siasa zetu. Tunazo asasi zinazokuja kwa ajili ya kuharibu watoto wetu kwenye shule zetu. Zipo. Tunazo asasi kwa ajili ya kuharibu maadili yetu. Na tunazo asasi nzuri ambazo zinakuja kusaidia Watanzania kwa malengo yao wanayoyataka kuja kusimamia Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii kumuomba waziri wetu wa maendeleo, dada yetu Gwajima, anayefanya kazi kubwa sana kwenye taasisi yake hii na wizara yake hii. Nimuombe atuambie ana mkakati gani sasa wa kuzichambua hizi NGOs, kujua NGOs zipi ni bora, NGOs zipi sio bora, NGOs zipi zinaingia ndani humo kuja kuharibu vizazi vyetu, zinaingia kuja kuharibu siasa zetu, zinaingia kupenyeza wanaharakati waje kuharibu siasa zetu. Tunamuomba sana Mheshimiwa Waziri atakaposimama hapa aje na mkakati aliyokuwa ameupanga ili tuweze kuzichambua na kuzijua zipi bora na zipi ambazo sio bora. Mheshimiwa Mwenyekiti, nirudi kuongelea swala zima la maadili. Kwenye wizara hii pia kuna kitu cha maadili. Mimi niombe sana, kwanza nianze kwa kukemea ukatili wa mtandao, ukatili wa mtandaoni ambao unamdhalilisha mtu, unadhalilisha utu wa mtu, lakini unampa fedheha mtu kwa kutoa siri zake au faragha zake kwenye mitandao. Hapa nije niombe TCRA pamoja na waziri wa maendeleo ya jamii wakae pamoja, kwanza kwa kuleta sheria kali zaidi kuliko zilizopo, lakini kwa kufuatilia hawa watu na kuwahukumu na tuone hukumu zao, tuzione zitangazwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukienda kule China, mtu akiiba wakimkamata, wakichukua zile kamera zao, wanatangaza kwenye vyombo vyao vyote vya habari jinsi alivyoiba, paka walivyomkamata, paka alivyoenda kuhukumiwa kwa kuchomwa sindano ya sumu. Na sisi hao watu wanaochafua watu kwenye mitandao, wanaofanya ukatili kwenye mitandao, watakapokuwa wanakamatwa, tunaomba baada ya hukumu zao tuonyeshwe kwamba huyu alifanya ukatili huu, mahakama imefuatilia 1, 2, 3 ikathibitisha na imemchukulia hatua fulani. Labda itakuwa ni fundisho kwa wengine wenye kutaka kufanya tabia mbaya kama hizo. Mara nyingi tunaamini hatua zinachukuliwa, lakini kwa sababu zinachukuliwa kisiri, labda watu wanajua kwamba hizo hatua hazipo na wanaendelea kufanya hayo mambo kwenye mtandao. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe tu
kwamba nchi yetu ni nchi yenye maadili. Nchi yetu ina misingi ya kina maadili. Nchi yetu ina utamaduni wa kimaadili. Niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama viongozi wa nchi hii, hususan wabunge, ni wa kwanza tuoneshe mfano wa kimaadili. Sisi ndio tuwe wa kwanza kuweka maadili yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi siwezi kuwa mbunge leo na mimi nikawa sina maadili. Nafundisha nini kizazi cha kule nje? Na Mheshimiwa Mwenyekiti, maadili ni pamoja na kuheshimu mamlaka zilizo juu yetu. Wewe ukiwa na maadili lazima uheshimu mamlaka iliyo juu yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, vitabu vya dini vimesema, vya Kiislamu na Kikristo, na maana ya msaafu ni Biblia, mamlaka na ziheshimiwe. Tumeongeza kwenye vitabu vya dini, lakini leo unakuta kiongozi au mbunge anastahili kusema lolote lile bila kuangalia maadili yetu yalivyo. Niombe sana sisi viongozi tuwe wa kwanza kuonyesha mfano wa kimaadili. Mheshimiwa Mwenyekiti, haiwezekani kiongozi mzima unakwenda unavibrasti vyombo vyetu vya usalama unasema una maadili. Maadili gani? Mheshimiwa Mwenyekiti, bila vyombo vya usalama tusingekuwa hapa. Hivi naomba tuchukue mfano tu, tutoe likizo ya mwezi mmoja. Polisi tumewafungia mwezi mmoja, hamna kituo cha polisi, hamna usalama wa taifa, hakuna jeshi. Mheshimiwa Mwenyekiti, patakalika hapa? Nchi itakalika? Mimi naviheshimu sana vyombo vya usalama, naheshimu sana na viongozi wote wa vyombo vya usalama. Bila wao tusingekuwepo hapa. Wanatulinda, wanafanya kazi ngumu, na ndio maana leo tunajisifu, tunajidai kwamba Tanzania ni kisiwa cha amani. Lakini kuna watu hawalali Mwenyekiti kwa ajili ya kutengeneza hii amani ambayo ipo. Kuna watu hawalali kabisa kwa ajili ya kutengeneza hii amani ambayo ipo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sio sawa kwamba sisi wabunge tunajua kila kitu. Tunajua job instruction za viongozi wote. Tunajua job instruction ya vyombo vya usalama. Sio sawa. Tuache vyombo vifanye kazi kama katiba ya nchi inavyoelekeza. Tuache vyombo vifanye kazi kama sheria zilivyo zinavyoelekeza. Na sisi kama viongozi tuendelee kuwatia moyo. Lakini pia sisi kama wabunge hatuwezi kuingilia utawala wa kuteua viongozi. Katiba inaeleza wazi nani anamteua nani na nani anamteua nani. Kwa hiyo yule anayeteua ndio anayejua amteue nani kwa wakati huo na kwa nini amtoe na kwa nini amweke mwingine. Sisi haituhusu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi haituhusu. Sisi tuhusike kwenye kuwahudumia wananchi wetu kwenye majimbo yetu tuliokuja kuomba kura. Tuhusike kuja kuwasemea, kuja kuomba matatizo yao ambayo yako kwenye majimbo yetu. Tuje tuiambie serikali watimizie wananchi wetu, lakini tusiingilie kazi za Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimalizie tu kwa kusema sisi kama wabunge tutaendelea kumlinda rais wetu, tutaendelea kumtetea, tutaendelea kumsemea. Na nimesema mwanzo tu, Mheshimiwa Rais Samia aliingia kuwa rais kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, ile nafasi aliipata. Na sasa hivi tunaenda kupiga kura. Niwaambie tu Watanzania wanaonisikiliza, niwaambie watu wote kwamba tutamchagua kwa kura nyingi za heshima kwa kazi aliyoifanya. Hatutampa kura kwa sababu nyingine yoyote. Samia amefanya kazi kubwa, anastahili kupata kura za heshima kwa kazi aliyoifanya. Kwa hiyo niwaombe tu Watanzania tusimame na rais wetu, lakini Watanzania pia maadili yetu yanatufundisha tuheshimu marais wote wa nchi za jirani, tuheshimu serikali zote za nchi za jirani. Lakini wale wachache wanaotuvunjia heshima na kuingia kwenye nchi yetu kutuvuruga, hakika hatutakubali. Kwa hiyo niwaombe vyombo vyetu vya usalama viwe macho na vifuatilie. Kwa kusema hayo machache, Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Tambwe.